ya Mkristo juu ya kutoa. Maadili ya Mkristo juu ya kutoa. Tuko katika msimu wa kutoa na mara kwa mara tumehubiri juu ya ibada ya matoleo. Na mchana wa leo Bwana wa amani ameniandalia somo hili niweze Kristo anayeshiriki ibada ya kutoa yafaa awe nayo. Kwa sababu pasina kuwa na yale maadili ya kutoa, utatoa lakini usipokee kile unachokusudia. Praise God. Na pili, nataka nifundishe juu ya faida ya kutoa. Kwa kuwa hawezi toa bila kujua ni faida gani ambayo unapata. Bwana asifiwe. Kazi yoyote ambayo mwanadamu anaifanya ya mikono hukusudia atapata faida gani. Hata wanafunzi walipomfuata Yesu Kristo walimuuliza, tumewacha kila kitu, tumewacha watoto wetu na wake zetu, tumewacha zetu, je, tutapata nini? Kama kuna swali ambayo kila mmoja wetu anajiuliza, hata kuja kwako kanisani kuna maswali ambayo unajiuliza, je, wale ambao hawakuji kanisani na mimi tuna tofauti gani? Je, wewe unayekuja kanisani ni faida gani ambayo utapata kwa kuja kwako kanisani? Haleluya. Na kwa Mkristo awaye yote, kuja kwako kanisani tunakusudia kupata na kuurithi ufalme wa Mungu. Tunakusudia kuwa warithi pamoja na Yesu wetu. Tunakusudia kuwa warithi na kuwa wamiliki wa enzi na baba wetu. Praise God. Maana kazi zetu haziishi hapa duniani. Bwana asifiwe. Kazi zetu zinaishia pale tutakaponyakuliwa katika mawingu wakati Yesu wetu ajapo mara ya pili. Na ndipo the Bible inasema ya kwamba pale ndipo kazi zako zitadhihirishwa kwenye moto. Kama ulitenda mema, utapitishwa na kwenda kwenye ufalme wa Mungu, kwenye uzima wa milele. Na kama ulitenda maovu, hapo kazi zako zitaungua na kupata hasara. Hapo hautapata faida yoyote. Bwana asifiwe. Na katika maadili ya matoleo mchana wa leo, kwa sababu huenda huu ujumbe hautaupokea siku nyingine, leo tu labda. Praise God. Sehemu mbili ya matoleo. Kwanza ni matoleo ya kumtolea Mwenyezi Mungu. Zile ni sadaka ambazo kila mmoja wetu anazijua. Siku zinapokuja huko mbele tutakuwa tunasihesabu sadaka kwa sadaka. Na sehemu ya pili ni kumtolea mwanadamu. Praise God. Amen. Tunakumtolea mwanadamu na kumtolea Mwenyezi Mungu. Ni mambo mawili ambayo yanaenda sambamba. Hauwezi mtolea Mwenyezi Mungu iwapo haujui kumtolea mwanadamu. Mara kwa mara tumekuwa na dhana ambapo mtu anasema kwamba siwezi toa zile pesa kwa sababu namtolea fulani akule. Siwezi toa zile sadaka kwa sababu namtolea pasta akule. Siwezi toa changisho fulani kwa sababu namfaidi mtu fulani. Sasa leo hii injili inakuja kukuweka kwenye mstari ambao unahitajika kufanya. Bwana asifiwe. Hakuna siku Mungu atashuka umoja kwa macho ukamtolea sadaka. Hakuna siku malaika watashuka wasema sasa sisi ndio ambao tumekuja kupokea sadaka zenyu tuzipeleke mbinguni. Hakuna siku utapokea kina Paulo wafufuke, kina mitume wafufuke, waje wasema sasa tumekuja kwa niaba ya Yesu, tunakuja kupokea sadaka. Praise God. Amen. Na katika matoleo yetu na upendo vinaoana. Yesu akasema hauwezi sema nampenda Mungu iwapo unamchukia jirani yako. Hauwezi dai unampenda Yesu wetu ili hali wewe na ndugu yako mnachukiana. Unamchukia jirani unayekaa pamoja naye na unadai nampenda Mungu. Biblia inasema ya kwamba unaposema hivyo wewe ni mwongo. Ni sawa na hauwezi mtolea Mungu iwapo haujui kumtolea mwanadamu. Bwana asifiwe. Hapo utakuwa unajidanganya. Kwa sababu Mungu ameweka wajumbe kupokea sadaka mikononi mwetu kwa niaba yake. Praise God. Amen. Mungu ameweka wajumbe ambao ni watumishi wake, ambao ni makuhani, ambao ni mitume, ambao ni manabii. Wamekuja kwa sababu ya kupokea zile sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Na hawezi pita hawa ukasema unampelekea Mungu. Praise God. Tumekuwa na dhana ya wale wasiomjua Mungu, mpaka na wale wanaomjua Mungu unapata wakiwa kwenye matanga ya wafu wanasema wamepewa zile vipaza sauti waweze kutoa salamu zao. Unapata mtu anasema kwamba
naomba unapofika huko unipokeze salamu zangu kwa mtu fulani. Praise God. Mama yako alikufa, babu yako, sasa unataka huyu mfu aende apokeze salamu zako. Praise God. Wewe ni mtu ambaye umepotoka kimaadili ya kiroho. Maana sisi na wafu hatuna mpaka wowote. Praise God. Na jaribu kumaanisha nini? Wakati wewe unafeli kumtolea mwanadamu sadaka zako hazitaenda express zimfikie Mwenyezi Mungu. Sadaka zako zinapitia wapi? Chini. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Dorkasi. Sadaka zake za kuwashonea wamama yatima vitenge, za kuwashonea wamama nguo, zile zilikuwa sadaka. Ukumbusho wake ulionekana wakati wa kifo chake. Alipokufa, mtumishi wa Mungu Petro akaitwa kwa kuwa alikuwa maeneo yale. Alipokuja, zilizomfufua mtumishi wa Mungu Dorkasi ni zile sadaka alizokuwa anatoa. Zile sadaka ambazo wewe unazitoa kwa watu. Niko tu kwa watu. Sadaka unazozitoa kwa watu ni sadaka zitakazokuwa ufufuo, zitakazokuwa ukumbusho wakati Mungu anajaribu kukagua faili yako. Na anapokagua faili yako, anapata kwamba hapa ulifanya mema. Ndiposa Yesu akasema, njooni kwangu nyote mliobarikiwa na Baba yangu. Kwa kuwa nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa kiu mkaninywesha, nalikuwa uchi mkanivika. Praise God. Amen. Nalikuwa kifungoni mkanitembelea, nalikuwa mgonjwa mlinitembelea. Nao wale wakamjibu wakasema, Yesu, ni lini tulikuwa na haya yote tukakufanyia? Akawajibu akasema, kadri mlivyowafanyia wale wadogo mlinifanyia mimi. Praise God. Zile sadaka zako kidogo unazozitoa kwa watu unamfanyia Mwenyezi Mungu. Zile sadaka zako unazowapatia wale mayatima unamtolea Mwenyezi Mungu. Zile sadaka zako unaowapatia walio na njaa wanaofika kwako kwa ajili ya lishe unamfanyia Mwenyezi Mungu. Praise God. Kwa kuwa Mungu huja kwa mfano tofauti tofauti. Mungu anaweza kuja kwa mfano hata mwenda wazimu. Mungu anaweza kujidhihirisha mbele zako kwa mfano wa mtu ambaye hata wewe unamchukia sana. Ndipo Biblia inasema kwamba adui yako akiwa na njaa mlishe, adui yako akiwa na kiu mnyweshe. Hapo ndipo sasa utajua kumtolea Mwenyezi Mungu. Praise God. Hayo ndio maadili ya Mkristo awaye yote anayemtolea Mwenyezi Mungu. Sharti upitie kwenye awamu ya kwanza, mtihani wa kwanza ama darasa la kwanza la kumtolea Mwenyezi Mungu. Unajua jinsi ya kumtolea mwanadamu unayemuona kwa macho zako, unayemtolea kwa moyo wako wa ndani. Una feel umemwona mtu ana njaa, una feel kumnunulia hata soda, unamtolea Mwenyezi Mungu. Praise God. Yale yote ambayo tunayatenda hapa duniani hatujifanyii sisi, tunamfanyia Mwenyezi Mungu. Kukawa na mwendazimu mmoja ambaye alikuwa kijijini akisumbua watoto, akisumbua watu mara kwa mara, akicheza na watoto wa watu. Lakini siku moja mama mmoja akawa ameingiwa na lile pepo la uovu la mauaji. Na akaona huyu mwendazimu anasumbua watoto wangu kila kuchao, nikiwapatia vyakula vya kubeba shuleni anawanyang'anya. Na akaazimia moyoni mwake kwamba raundi hii nitamtoa uhai, ili kwamba watoto wangu wawe na amani. Bwana sifiwe. Na alipofanya hivyo, siku ile mwendazimu akaja kama kawaida. Lakini alipochukua zile vyakula hakuvikula. Aliwapokeza wale watoto nao wakala. Bwana sifiwe. Walipokula, mwisho yule mtoto alipopatwa na mauti, mama alilia. Lakini yule mwendazimu alikuwa anaimba kwa barabara akisema, unayomfanyia mwenzio unajifanyia mwenyewe. Praise God. Unapowafanyia wenzako, unapowatolea wenzako sadaka, unajifanyia wewe mwenyewe. Unapanda, wakati unamtolea mtu ni sawa na kupanda. Na wakati wote unapopanda mbegu, hauwezi panda mbegu moja na ikatoka moja. Hauwezi panda mbegu na ukaenda na mfuko kwa kuvuna ile mbegu moja uliyoipanda. Mara kwa mara ukipanda mbegu unaenda kuvuna double. Unaenda kuvuna sasa faida yake. Bwana sifiwe. Na sehemu ya kwanza ni familia. Praise God. Maadili ya Mkristo kwa kumtolea Mwenyezi Mungu unaanza na familia yako.
Tufungue kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza ni 5, nitasoma mstari mmoja tu, ni mstari wa 8. Timotheo wa kwanza 5:8. Biblia inasema ya kwamba lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Praise God. Mtumishi wa Mungu Paulo anajaribu kutupatia maadili ya matoleo kwa Mkristo, kwamba ibada ya matoleo ya Mkristo awaye yote inaanza na familia yako, inaanza na familia ya kwako. The Bible hapa inasema kwamba lakini mtu yeyote asiyewatunza watu aswa wa nyumbani mwake, Biblia inamuita huyo mtu ni mbaya kuliko mtu ambaye hajaamini. Haleluya. Injili ya kwanza inaanza na nyumba yako. Wakati wewe unakusudia moyoni mwako kumtolea Mungu sadaka zozote, je, umetolea familia yako? Je, familia yako wanakula matunda ya jasho lako? Je, familia yako wanapokea zile faida za jasho la kazi yako kabla umtolee Mwenyezi Mungu? Praise God. Maana hawezi kuja kumtolea Mwenyezi Mungu wakati familia yako inakufa kwa njaa. Hawezi kuja kumtolea Mwenyezi Mungu wakati familia yako ina utapiamlo, wakati familia yako haina mavazi mazuri ya kuastiri mbele za watu. Bwana asifiwe. Ibada ya kwanza ya matoleo kabla umfikie kumtolea Mwenyezi Mungu ni familia ya kwako. Kabla ufanye chochote ni familia ya kwako. Hii ni kwa upande wa wazazi. Wewe ukapo, wewe ni mzazi. Mzazi inamaanisha uko na mtoto. Ama hauna mtoto, wewe ni mlezi. Waweza kuwa wewe ni mlezi wa watoto ambao haukuwazaa kwa tumbo lako, lakini unawalea. Wewe ni mzazi wao. Je, unawatunza? Kabla uchukue hatua ya kumtolea Mungu kwenye madhabahu, kabla uchukue hatua ya kutoa sadaka zako machoni mwa Bwana, je, unaokaa na wao kuna sadaka unazitoa? Praise God. Maana wazazi, mzazi awaye yote hatakuwa na amani wakati familia yake inalala njaa. Mzazi anayejua maadili ya Mwenyezi Mungu juu ya kutoa hatakuwa na amani wakati yeye anavalia suti kama venye mimi nimevalia, wakati watoto wake anatamani kuwaficha pembeni wakati wageni wanakuja. Hakuna mzazi atakayefurahia anapoenda safari amwombe mtoto wa jirani, kwa sababu mtoto wa jirani ameoshwa akavalishwa, lakini wewe haujawaosha na kuwavalisha watoto wako. Kwenda nao safari unasikia aibu. Sadaka za kwanza ni kutoa katika familia yako. Haijalishi kipato chako. Hao watoto hawakupigia simu kawalete duniani. Praise God. Hao watoto hawakuandikia barua walete duniani. Ulipochukua majukumu ya kuwa mzazi, kitu cha kwanza ni kujua kuwalea watoto wako, na ni kwa kutoa. Hatuwalei watoto wetu kwa maneno tu. Hatuwalei watoto wetu kwa kuwapembeleza tu. Tunawalea watoto wetu kwa kugharimika. Mtoto ajivunie niko na baba. Mtoto ajivunie niko na mama. Mtoto ajivunie niko na uncle. Mtoto ajivunie niko na auntie. Praise God. Sadaka za kwanza kabla umfikirie Mwenyezi Mungu, anzia kwa nyumba yako. Maana Biblia inatuambia wazi, sio mimi Joel ninayeongea. Mtume anasema kwamba asiyeitunza familia ya kwake ni mbaya kuliko mtu ambaye hajaokoka. Kwa hivyo wokovu wako wa kwanza tunautest katika matoleo. Wazee ambao mko ndani ya nyumba, wale ambao tunafanya kazi nje sana, tumezoea kwenda kwenye mikahawa. Sawa kabisa, safi sana. Je, wakati unakula kwenye mkahawa, asubuhi umeitisha mayai toast, chai kafupi kidogo, mkate toast kidogo hapo hivyo, kachumbari hapo hivyo kidogo. Hakika Mungu nimetenda mazuri kwa familia yangu, angalia yale ambayo nimetenda, naye Bwana anakubariki. Amen. Bwana asifiwe. Maana wakati unakataa kutunza familia yako, hapo ndipo utaondoka kwenda kutafuta kazi, hautapata. Utaenda kwenye foleni ya watu wanaochukuliwa kufanya vibarua, hautachukuliwa. Kwa sababu Mungu anaangalia ndani
ndani mwako hauna hitaji lolote. Bado ukifanya ile kazi, pesa zako hazifiki nyumbani. Pesa zako zinaisha wapi? Kwa barabara. Bwana sifiwe. Na hao watoto wakishiba, wanaorudisha kwa wazazi sisi ni baraka. Wanasema baba ukiondoka nje ubarikiwe, mama ukiondoka nje ubarikiwe, maana tunajua jioni utatuletea mkate, maana tunajua jioni utatuletea nguo. Bwana sifiwe. Sio lazima ununulie watoto nguo mpya za maelfu ya pesa. Kuna nguo ambazo zimetumika zile za second hand za pesa kidogo, lakini zinawastiri. Nguo safi kabisa, hazina gharama. Lakini hitaji la moyo wako ni je, uko tayari kuwatunza familia yako? Bwana sifiwe. Wakati Yesu anashuka na malaika zake kutazama matendo mazuri ambayo Wakristo wanayatenda, mtihani wa kwanza anaanzia nyumbani kwako. Anaanzia nyumbani kwako kabla apeleke ujumbe. Bwana sifiwe. Hii ni kwa upande wa wazazi kwa familia. Praise God. Nakuja kwa sehemu ya pili. Sehemu ya pili ninakuja kwa sehemu ya watoto kwa wazazi. Eti sungura akiwa mzee anaanza kunyonya watoto, si ndio? Sasa ya kwanza imekuwa ni makali wazazi kwa watoto, si ndio? Sasa watoto kwa wazazi. Tafungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 27. Nitasoma mimi mwenyewe kitabu cha Mwanzo 27 kuanzia 1 mpaka 4. Biblia inasema ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia mwanangu, naye akamuitikia mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Praise God. Amen. Wazazi kwa watoto. Tunafungua peji ya pili. Watoto kwa wazazi. Mzazi umezaa watoto 9. Ukawalea vizuri kabisa. Lakini watoto 9 wanashindwa kumlea mzazi mmoja. Praise God. Wakati mzazi amekushughulikia akakufanya ukawa jinsi ulivyo, mzazi amejinyima akakushughulikia ukawa jinsi unavyomelemeta, ukaonekana kwa miezi 9, mzazi akajifunza kazi ya ualimu wa nasari kwa ajili yako. Mzazi akawa amejinyima, wakati mwingine wakati hamna chakula, mzazi akawa analala njaa kwa ajili yako. Mzazi akawa anatembea na matambara kwa mashamba za watu alime ili wewe upate karo ya shule. Mzazi akawa anateseka kwa kuoshea watu nguo ili wewe upate anga uji wa kunywa nyumbani mwenu. Praise God. Lakini wakati Bwana amekubariki, wakati Bwana amekuinua, wewe sio yule uliokuwa 1GB. Leo hii jina mtaani limetamba kwa kuwa unahesabika ni 8GB, 32GB, kwa kuwa Bwana amekubariki. Mwanzo ulikuwa unajipaka mafuta ya nguruwe, leo hii mafuta hayana vashoni. Praise God. Nguo unazibadilisha ni kama malkia mahali, nguo unazibadilisha kama mfalme. Leo hii hata mzazi akikomba hela kidogo tu hivi, unamwambia hata mshahara tutapata. Praise God. Wakati unaishi kwa nyumba ambayo mgeni akiingia anawacha viatu nje, kwa sababu nyumba haiingiliki ovyo ovyo. Wakati uko na watchman kwenye geti lako kuu, mpaka mgeni akija ajitambulishe. Lakini wazazi wanalala kwa nyumba ambayo hatujui kama kutapambazuka. Praise God. Maana mzazi alijinyima, akajinyima ni kwa ajili yako. Mzazi alitembea matambara, akajinyima, akaomba basari usome, akang'ang'ana juu ya maisha yako. Leo hii Bwana amekubariki, hata kama hajakubariki na vitu vikubwa, lakini swali ni kwamba, je, umefanyia nini wazazi wako? Haleluya. Leo hii jambo likakuwa kweli, maana siku hizi ndipo kwa kawaida. Hapo ndiposa unapata kwamba wakati
mzazi amekufa. Waje tumie lugha, maana sikizio ndio njia. Tumeona katika matanga mengi of which wanafanya mambo ambayo hayapendezi. Wakati mzazi amekuwa akilala kwenye nyumba ya matambara, nyumba inataka kumwangukia, huyu mzazi wakati watoto wake ni madaktari, wakati watoto wake ni maaskari, wakati watoto wake ni walimu, hawakumjali. Alipogonjeka hawakumshughulikia. Akaenda kwa kliniki ya karibu kuomba tu hata Panadol insteri. Mtoto anapopikiwa simu anamwambia niko busy. Niko busy kazini, nipikie baadaye. Praise God. Wakati mzazi ametuacha, akipigiwa simu, hapo ndiposa hakuangi busy. Hallelujah. Wakati mzazi alipokuwa hai, ulikuwa busy. Lakini wakati mzazi ameaga, hauko tena busy. Hapo ndiposa utaacha kazi zote na kupiga simu. Mzazi hakuwahi panda gari akienda kliniki, lakini siku hiyo inabidi utafute hasi. Gari kubwa tena haimpeleki kwenye morgue, inampeleka kwenye funeral home. Praise God. Funeral home ni mahali wanapolala matajiri. Wale wanaoitwa hayati hawaitwi marehemu. Marehemu wanalala kwenye mortuary, lakini hayati wanalala nyumbani, yani funeral home. Hapa Kenya ziko chache tu. Praise God. Amen. Hapo ndipo unakuja na mawe kutoka Thika. Unasema mama hawamziki hivi hivi. Tunamzika miezi 3 baada ya kifo. Wajenge nyumba ya mawe, uajiri wa mafuta ufanye mpaka na usiku na mataa. Uwalipe kadri unavyopenda. Wajenge nyumba za kifahari, uitishe tingatika zitengeneze barabara, uweke mataa, hamukuwa na stima ingie, kila kitu kiwe sawa. Siku ya kuleta my friend, mpaka wapiga kamera na zile kamera za drone. Libaba la watu laendesha Prado. Hallelujah. Amen. Wakati alikuwa mgonjwa ulikuwa busy. Wakati alikuwa anaumwa na mpo kwenye kile kitanda chake ulikuwa busy. Hata kuna mzazi hapa hawezi mtu kutoa sadaka shilingi 10 hekaluni. Lakini wakati wa Disemba watoto wanakuja kutembea na magari mazito. Barabara zinakuja kwao zinaonekana magari yanapita wakati wa Disemba na likizo peke yake. Lakini wakati wa msimu kuna mzazi analala njaa, hawezi afford kununua gorogoro ya mahindi. Lakini mtoto mjini anatupa vyakula kwenye pipa. Akipigiwa simu yuko busy. Praise God. Amen. Wakati mzazi alishughulika kwa sababu yako. Je, unajua blanketi anayojifunika mzazi wako? Sasa waje tuaje vitu vikubwa. Unajua malaki anayo vikubwa. Wazazi wanataka kitu kidogo sana. Isaka anamwambia mtoto wake, niko karibu kufa. Enda tu unitafutie chakula. Chakula tu. Ina maana gani? Wazazi wako na baraka, lakini baraka hazitoki bure. Praise God. Mzazi hawezi kubariki bure. Na kama mzazi wako alikubariki bure bila kitu, kwa sababu waliweka muziki ukacheza mpaka kumfurahisha kubariki, my friend, hiyo haikuwa baraka. Amen. Alisema tu. Praise God. Ulifanya usafi kwa mama mpaka mzazi akasema hakubarikiwa. It was just a praise. Lakini mzazi, baraka ya mzazi toka ndani ya moyo, inatoka kama amekula kitu chako. Amen. Hiyo ni ukweli, hakuna uongo hapo. Isaka alikuwa na vitu, alikuwa na mali, alikuwa na kila kitu. Lakini mbona akamwambia Esau kwamba nenda unitafutie chakula aswa kile nikipendacho. Ulete utengeneze nile roho yangu ikubariki. Hata kama unaishi kwa mjomba hawezi kubariki. Hata kama unaishi kwa shangazi hawezi kubariki. Hata kama unaishi ugenini, baraka utazipata kwa wazazi wako. Hata mzazi wako anywe pombe akianguka kwenye mtaro, ni mzazi wako tu. Hata mama yako aonekana ni kama mwendazimu kichaa, ni mama yako tu. Hautamkopa mama mwingine. Wewe ndiye utakayembadilisha uchaa wake awe mtu mzima. Wewe ndiye utakayembadilisha yule baba yako anayekunywa akianguka kwa mtaro kuwa baba kama watu wengine.
hakuna mtu mwingine. Praise God. Mzazi hataki vitu kubwa, kitu kidogo tu. Sio lazima uko kwa kazi kubwa, sio lazima uko unapata maelfu ya pesa, sio lazima uko kwenye kazi. Kile kidogo ambacho hata mzee wako amekupatia unue sukuma wiki, unawekeza kidogo. Tuko kwenye miganda ya merry go round, unaweza mwagiwa looking for someone to grab. Baraka za wazazi ziko tu, zinamsubiri yeyote. Yaweza kuwa wewe ni last born kwenyu, yaweza kuwa wewe ni msichana kwenyu, yaweza kuwa wewe ni first born kwenyu, yaweza kuwa wewe ni mvulana kwenyu. Haijalishi kama una kazi, baraka ziko tu, zinasubiri atakayezipokea. Haleluya. Amen. Wakati Esau aliambiwa alete chakula Isaka ale ambariki, naye mama ni mjanja, akasema hapa nisipocheza kama mimi baraka zimeenda. Praise God. Wewe ni msichana uko ndani ya nyumba, ama wewe ni last born, ama hauna kazi, umesema tu my brother ako Nairobi atakuja ajengee mama nyumba, my brother ako Canada atakuja ajengee mama nyumba. The time has come, it's your opportunity. Wakati ako Canada anataka kusafiri, lockdown iko, umeenda kibarua umemjengea mama nyumba hata ya mabati 5. Haleluya. Baraka mama amefanyaje? Baba wakati alikaa kwa nyumba ukitaka kumwangukia, wewe umeenda kibarua umetafuta hata kama ka flat kama bali 5 umemjengea, umemhamisha. Baraka zote ndani ya moyo amezitoa. Wakati ndugu yako hapo Nairobi anasema tuko tunatafuta material, anakuja mama hapo kale ka flat, hata akijenga ya mawe, baraka zishafanya nini? Zishatoka. Waje niwaambie siri, zishatoka. Waje nikwambie, don't wait for your brother or your sister who works abroad. Don't wait for your brother or your sister who has a big job. It's your time to use that opportunity to snatch those blessings. Amen. Ni wakati mwafaka kabisa. Wakati anasubiri end month, let me tell you my friends, huu ni wakati ukitoka kwenye haya mahubiri, it's your high time. Hata kama ulikuwa na mabati kwa nyumba umeandaa kujitengea nyumba, it's your high time. Toa hayo mabati, enda umjengee babako nyumba. Haleluya. Hata kama msichana mama ulinunua kitenge na unakusudia kwenda kushona ile ya fashion ambayo iko sasa, usishone. Pelekea mama. Shonea mama nguo hiyo kitenge yako. Snatch those blessings before anybody else come against you. Wakati Esau alienda, alikusudia kwamba mimi ninaenda kupokea baraka. Alienda akiwa yani alifanya polepole akijua I'm the only firstborn. Unajua kasumu ambayo tuko nayo? Yani unajua after all mimi niko kwa kazi, hata nikikaa miaka 10 hakuna mwenye atajengea mama nyumba. Hata nikikaa miaka 20 hao wenye nawajua hakuna mwenye atanawasafiri hata blanket 300. So unakula tu raha ukisema kwamba niko busy, now this niko busy. Ukikusudia umfanyie siku unayokusudia wewe mwenyewe. Kumbe kuna ka Yakobo kule nyumbani. Bwana asifiwe. Kumbe Yakobo kako nyumbani. Kumbe Yakobo hakafanyi kazi, kanaenda tu kufanya kazi kwa mashamba za watu. Praise God. Leo hii wewe ni Yakobo ambaye naongelea. Hauna kazi, lakini una mwito wa kuinua wazazi wako kutoka kwa level moja hadi level nyingine. It's your opportunity. Praise God. Ni wakati wako kutumia hii nafasi kuwaweka wazazi wako mahala ambapo wanahitaji, ili kwamba hata kama siku moja utakuwa na wageni wa kuwapeleka nyumbani, hautakuwa na aibu. Bwana asifiwe. Maana baraka zinakuja kwa yeye ambaye ako faster. Haleluya. Baraka ziko tu. Esau alipokuwa anaenda polepole, mama naye amesikia. Akamwambia Yakobo, hapa cheza kama wewe. Simzee nimemsikia. Simrani anataka tu chakula. Chakula ni wiki tayari. Kambuzi haraka. Yakobo akatuma excuses. Let me tell you my friend, don't give excuses wakati the opportunity is at hand. Wacha kutoa vijisababu wakati nafasi imekuja. Unajua sasa kama mimi mshahara wangu ni kadogo tu. Unajua sasa kwanza naishi kwa nyumba tu ambako sasa unajua sasa watoto wanaenda shule, unajua wachana na sababu. Use this opportunity. Tumia hii nafasi. Mama nimwambia Yakobo, kama ni laana waje kuja wapi? Kwangu.
but I can't let this opportunity to pass. Siwezi achilia nafasi kapita, maana it's nafasi moja once and for all. Huyu mzee amedai mwenyewe amesema kwamba akanakufa. Na asipotoa hizi baraka hakuna lingine. Praise God. Yakobo alipopeleka mzee akashuku, lakini amechitaza akasema hapa sasa ni kubaya. Wakati mimi unapoenda kunyakua zile baraka unaenda kama umechitaza. Wacha kutetemeka, wacha kusema sasa ndugu mkubwa, unajua kuna familia zingine, let me tell you. Kuna familia ambapo tuko na mtu mmoja ambaye ni kusema. Enda with the body. Siwezi wacha mama analala kwenye nyumba nataka kumaukia tumesubiri mtu fulani anafanya kazi Nairobi. Hatuwezi wacha mama analala njaa kwa sababu mtu alisema subiri 8 months nitatuma pesa chakula. No way. Bwana sifiwe. Yakobo alitetemeka, lakini akasubiri neno la mwisho. Isaka akasema mbona nasikia ni kama sauti ni ya Yakobo, lakini mavazi nikishikashika ni Esau. Ndani Yakobo akasema haleluya, hapa Mungu inabidi tutukuze. Unajua wakati uko na baraka za wenyewe unajipanga. Ndiposa nataka kuambia wale watu ambao mnapeanaka tu mazawadi mkisema kwamba peleka na mstaji jina langu, wewe umenunua kifurushi cha mazawadi, pelekea shosho na useme ni mimi. Safi. Mtu anapeleka anambia shosho mimi ndio nimeleta. Shosho na roho yake yote. Ubarikiwe mtoto wangu, barikiwe mtoto wangu. Ubarikiwe mjukuu wangu, barikiwe mjukuu wangu. Jamaa chenye kilitoa zawadi kiko huko kila starehe tu. Sitaki watu wanijue. Baraka tunaenda. Hata kama uko Nairobi umetumana kifurushi, mwambie ukifika tena ambie shosho nataka kuongea na yeye. Shoshi si kuweza kufika. Hicho kifurushi ni mimi nilichokitoa. Kabla baraka ziende. Ukicheza zitakwenda. Kwa yeye aliyefanya nini? Aliyepeleka. Bwana asifiwe. Hata hapa kanisani unapata mtu umekuja kutoa sadaka kwa mchungaji, mwambie tu kweli. Hii ni mtumwa. Napenda my friends are here. Akitumwa na sadaka hiyo ni fungu la 10, akimpatia mchungaji anasemanga sio mimi, nimetumwa na fulani. Wakati mchungaji ananena neno la baraka linamwendea aliyetoa. Bwana asifiwe. Isaka alipotoa baraka ya mwisho, Yakobo akaruka na akasema haleluya. Hata ndugu akija hapa ni mbele kuzuri. Si baraka zimeenda? It's your high time kama mtoto kumtegemeza mzazi wako. Bwana asifiwe. Nakuja kwa sehemu ya 3. Sehemu ya 3 ni ya ndugu kwa ndugu. Niko tuko familia leo. Ni ya ndugu kwa ndugu. Mara kwa mara kama familia tumekaa tukiwa na zile mizozo za ndani kwa ndani. Unapata wewe na ndugu yako mmoja hamsikizani. Wewe na ndugu yako mwingine hamsikizani. Ndugu hakuji nyumbani kwa sababu yako. Mlikosana kwa kitu kidogo tu. Mlikosana kwa kitu ambacho hakingewatenganisha. Leo hivi ninaongea mnakaa kama mtambo wa reli. Wakati unataka kuja nyumbani, kwanza unapiga simu. Fulani yupo. Wakwambia kama amekuwepo lakini ameondoka jana, unasema sawa sawa anakuja. Wakikwambia yupo, unasema basi mimi lift sikuji. Nitakuja next month. Sababu gani? Ulikosana na ndugu yako. Ulikosana na dada yako. Makosa yapo. Yamekufanya kule uliko unasema Yesu ni Bwana. Lakini nyumbani mnakaa kama mtambo wa reli. Praise God. Amen. Nataka kuja kwa zile sadaka sasa. Zinaitwa za kuondoa nini? Makosa ya ndugu kwa ndugu. Hatutaurithi ufalme wa Mungu wakati tuko na vikwazo haswa na jamii zetu. Praise God. Amen. Hakuna. Tufungue tu hiyo Mwanzo 33. Mwanzo 33 mstari wa 8 hadi wa 10. 33 mstari wa 8 hadi wa 10. Nitasoma. Biblia inasema kwamba akasema kundi hili lote nililolikuta maana yake nini? Akasema kunipatia kibali
machoni pa bwana wangu. 9. Esau akasema, ninayo tele ndugu yangu, ulio nayo na yawe yako. Yakobo akasema, sivyo kama nimekubalika machoni pako. Tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu, iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nami. 11. Pokea tafadhali mbaraka wangu ulioletewa, kwa sababu Mungu amenineemesha, na kwa sababu ninavyo hivi vyote akamshurutisha, naye akapokea. Praise God. Kutoa kwa sababu ya upatanisho. Bado unamtolea mwanadamu, haujamtolea Mungu bado. Praise God. Yakobo alipofanya haya yote akaenda uhamishoni, siku za kurudi, ile makosa aliyoyafanya kuiba baraka yalimkula. Lakini akawaza, nini nitakachofanya nishike roho ya ndugu yangu Esau? Naye akasema ni kutoa sadaka. Akaandaa sadaka matuta ya mang'ombe kutangulia. Esau alipopia enda alibarikiwa kule alikoenda, lakini Yakobo bado anataka ule undugu urudi pamoja. Ule undugu ndio Yakobo alikuwa anataka, maana unashinda mali na dhahabu. Bwana asifiwe. Yakobo alipompelekea Esau akamwambia, hapana ndugu yangu, furaha yangu nimekuwa na uko mzima, yaliyotukia mie nilisahau. Lakini Yakobo akasema kwamba ili nipate kibali machoni pako, na kuomba tafadhali pokea zawadi zangu. Bwana asifiwe. Yaweza kuwa mmekosana hata kama familia. Hii si kwa ndugu na ndugu peke yake. Yaweza kuwa hata kifamilia. Mzazi kwa watoto, mtoto kwa mzazi. Hamna amani. Watu mmetengana. Watu kila mtu anakaa kivyake. Hamuonani kwa macho. The time has come. Uangalie sadaka itakayotingua ule utengano. Ule utengano hautatinguliwa bila sadaka. Bwana asifiwe. Utatafuta sadaka wewe, kisha hata kama kumfikia ndugu yako ama hata mama mzazi ni vigumu. Yaweza kuwa mama uliwahi fanya maneno kwa watoto wako mpaka wakatoroka. Somo la kwanza ambalo nimesema, hata mtu kwa hapa hivi unatamani kumtegemeza mzazi wako, lakini unakumbuka aliyokufanyia. Unasema hakika umehubiri ndio, lakini ninapokumbuka aliyofanya, hakika wacha tu kama ni jehanamu, niko tayari kwenda asubuhi. Bwana asifiwe. Lakini mimi nimekuja na jambo kwamba hata kama alikukosea, atabaki tu mzazi wako. Hata kama alikosea ndio kama mwanadamu, na wewe mzazi kama uko hapa hivi, uliwahi kukosea mtoto wako kwa njia moja au nyingine, wakati umefika mtoto atakapokuja na zile sadaka za upatanisho, usikatae. Bwana asifiwe. Nawe mtoto, tafuta sadaka ya upatanisho kwa mzazi wako ama kwa ndugu yako mliwahi kosana. Chochote, enda kwa maombi, ambia Mungu, nilikosana na ndugu yangu. Yaweza kuwa mimi ndio nilikuwa mkosaji, hata kama alikukosea, jifanye wewe ndio mkosaji. Yaweza kuwa mimi nilimkosea ndugu yangu, yaweza kuwa mimi nilimkosea mama mzazi, yaweza kuwa mimi nilimkosea baba mzazi. Mbele zako Mungu nakuja na hii sadaka. Ninaposibeba niwapokeze wazazi wangu, amani na iwepo. Bwana sifiwe. Nitakapompokeza ndugu hizi zawadi, na amani iwepo. Kwamba kama kutakuwa na moyo mzito kwa ndugu yangu, kama kutakuwa na moyo mzito kwa mzazi wangu, Bwana nakutanguliza, yeyusha huo moyo katika jina la Yesu. Ukipeleka zile zawadi, utakuwa umevunja zile laana. Umevunja ile midomo mibaya ambayo mzazi aliongea juu yako. Yaweza kuwa maisha yako yameenda mrama kwa sababu ya maneno ambayo mzazi wako alinena. The time has come kuvunja yale maneno. The time has come kuvunja zile laana kupitia kutoa. Bwana asifiwe. Haijalishi alikulani miaka ngapi iliyopita. Haijalishi maneno mangapi aliyonena baada ya kumkosea kwa jambo moja au nyingine. The time has come. Tafuta ile zawadi haswa unayojua anaipenda mzazi wako. Haswa unayojua anaipenda ndugu yako, kisha mpelekee. Hakika utakuja kutoa ushuhuda. Kabla nimpende mtu wa nje, kwanza nitangulie ndani ya nyumba. Amani iwemo ndani ya nyumba.
Bwana asifiwe. Yaweza kuwa hata kama hamtapatana, lakini sadaka zimevunja laana zote. Kumbuka, Yakobo alikuwa na uwezo wa kumaliza ndugu yake, maana alikuwa na mali, alikuwa na jeshi na alikuwa na kila kitu. Lakini kosa alilolitenda lilimkula. Hata kama alikuwa na mali, bado aliona kuna upungufu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Nashukuru mwombezi amekuzia asubuhi akisema kwamba yaweza kuwa kuna jambo ulilolitenda kisiri wewe mwenyewe, ukawa unalijua wewe mwenyewe, na hili jambo limekuandama. Unapoondoka haufanikiwi. Unapoondoka bado mambo yako yanaenda mrama. Wewe mwenyewe kumbuka ni wapi ulipokosea. Kisha tafuta sadaka. Sadaka inaweza kuwa jambo lolote. Kama mama yako anapenda chapati, nunua tu unga. Kama mama yako anapenda tuseme viatu, hata kama ni Zarabas, enda tununue. Anapenda duvet, enda tununue. Praise God. Machoni pako inaweza onekana ni kidogo, lakini uzito ambao imebeba inaenda kukufungua in the mighty name of Jesus. Yaweza kuwa sadaka ambayo imeibeba inagharimu shilingi 100, lakini inaenda kutingua miamba ambayo imekuwa mbele ya maisha yako miaka nenda miaka rudi. Sio lazima utafute vingi ndiposa uone utingue hizo vitu. Ile kidogo ambacho Bwana amekubariki nacho, hicho ndicho utakachotingua nacho milima iliyoko mbele yako. Praise God. Fikia pale nimemaliza. Bwana awabariki.